asifiwe. Acha niseme ni adhuhuri njema. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Amekuwa ndiye mlinzi wangu. Katika juma ambalo limepita nimemwona akiwa ananielekeza, ananitembeza. Hadi kufika sasa ninajua ni kwa ajili ya upendo wake. Praise the Lord. Asubuhi ya leo nimenyenyekezwa mbele zake kusimama mbele yenu kwa ajili ya kulipeana neno ambalo limetoka kwake Mwokozi. One thing I know is that it is the Lord ambaye anahudumu katika maisha yetu. Ya kwamba kama sio Mungu, kama sio Jehova, kama sio mfalme ambaye anasimama na kutembea pamoja nasi, wapendwa, sisi tu bure. Lakini kwa sababu ya neema na rehema zake Mwenyezi Mungu anatuneemia, anatulaza usiku, anatuamsha asubuhi. Praise the Lord. Sio jambo la kawaida. Wengi ulala na hawaamuki. But when you sleep at night and you see a new day in your life, remember to thank the Lord. Bwana asifiwe. Kwa sababu yale ambayo ametenda, ile hali ambayo ameshughulikia, zile vita ambazo amekupigania usiku, ndiposa ukaweza kuona mwangaza. It is not the doing of any man, bali ni Mungu. Praise the Lord. Ninashukuru Bwana. Nilipoarifiwa na mtumishi wa Bwana ya kwamba nitanena pamoja nanyi siku ya leo, nilimlilia Bwana. Jambo moja nimejifunza ni kwamba siwezi nikaenda kuhubiri kulingana na theolojia yangu. Praise the Lord. Siwezi nikaenda kuhubiri kulingana na usomi wangu. Maana Biblia inaniambia hekima ya wanadamu wa ulimwengu haiwezi kulinganishwa na hekima ambayo imetoka kwa Baba. Praise the Lord. Therefore I always humble before the Lord and ninamwambia Bwana, I want you to use me as a living vessel. Praise the Lord. Chombo ambacho kiko hai. Mchungaji alisema siku moja, unapoomba usiseme ya kwamba mtumie tu kama mfereji. Maana mfereji unapitisha maji ambayo ni yasiwe, maji safi, maji mazuri. But when you are a living instrument, utapitisha kitu kilicho kisafi. Praise the Lord. Kwa hivyo nanyenyekea mbele za Bwana nikimwambia nitumie kama mtumishi wake. Tusimame tukeze kuomba. Baba yetu uliye juu mbinguni, mara tena tunakushukuru kwa neema na rehema zako. Asante Mfalme ni kwa ajili ya neno lako. Baba, neno hili tumelitambua ya kwamba ndio uzima wa milele. Ya kwamba ukasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo mbinguni. Nimesimama Mfalme ni kwa ajili ya kupeana neno. Naomba Kristo Roho wako akaweze kunena pamoja nasi. Kristo uwepo wako ukawe katikati yetu, na kwamba Roho wako akaweze kudhibitisha lililo neno lako. Katika pendo la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. And everybody shout amen. Amen. If you are alive in the house of the Lord, just say amen. Amen. Yes. Lazima tumtetemeshe shetani. Wakati mara nyingi the devil knows that the word of God ni neno lililo hai. Kwa hivyo atakuja na mbinu zake, atakuja na mishale yake. Na kama unajua utatekwa nyara na usingizi, just tingiza tu rafiki yako, mwambie mpige shetani teke. Come on, just shout and mwambie mpige shetani teke. Usimpatie nafasi. Yes, because we are in the presence of the Lord. Today I'm humbled to share with you the word of God. Na sitakwenda kwa maneno mengi, tutaenda moja kwa moja hadi katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Mlango ni wa 14, mstari ni kuanzia wa 8 hadi 13. Sorry, mlango ni wa 16, sio 14. Na ningemwomba administrator wa kanisa hili akaweze kunisomea yeye na Kiswahili sanifu. Yohana Mtakatifu 16 kuanzia 8 hadi 13. Kuanzia 8. Yes. Mpaka 16.
mpaka 16. 13. Tutasoma Yohana Mtakatifu 16 kuanzia 8. Naye akiisha kuja, huyo atahakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari za dhambi, kwa sababu hamuamini mimi. Kwa habari za haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamunioni tena. Kwa habari za hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastamili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli ataongoza awatie wenye kweli yote, kwa maana haneni kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake. Bwana bariki. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ningependa tukeze kunena kuhusu Mungu Roho Mtakatifu. Praise the Lord. I want to speak about the Holy Spirit. Kwamba pale mwanzo kulikuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, na sasa Mungu Roho Mtakatifu alikuwa mahali pale. Na mara nyingi sana tumekuwa dwell on God the Father, God the Son. Na watu wengi sana, hata makanisa mengi zaidi, yanapuuza huyu mtu wa tatu ambaye ni Mungu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na huyu Mungu Roho Mtakatifu ndio ambaye tunataka kumwona asubuhi ya leo. Ya kwamba mtu huyu ni nani, na kwamba anatenda nini, na kama kweli kama Mkristo, je, unahitaji kuwa na mtu huyu ama la? Praise the Lord. The Bible tells me ya kwamba wakati Yesu Yohana Mbatizaji alipokuwa anahubiri Injili, na alipohubiri akaambiwa akawa na maonesho ya kwamba Yesu mwana wa Mungu atakuja, na atakapokuja ni yeye atakayembatiza. Biblia inaniambia wakati Yesu alipokuwa anabatizwa, kuna watu watatu ambao walihusika mahali pale. Yesu akiwa mahali pale aliingizwa ndani ya maji, na alipotoka ndani ya maji, Yesu Roho Mtakatifu akakuja akamkalia juu. Na pia ukiteremka, Yesu Roho Mtakatifu alipomkalia juu, Mungu aliongea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wa ubatizo wa Yesu Kristo kulikuwa na ule utatu wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu alipokuwa katika huduma alienenda na hii vitu vitatu, akiwa Yesu yeye mwenyewe, na akatambua ya kwamba Baba aliye juu mbinguni aliyemtuma ndiye ambaye anampa uwezo, na kuna yule watatu ambaye aliweza kumhakikishia, kumpa nguvu, kumpa hali ya kustahimili, kumpa hali ya kutenda yale aliyokuwa anatenda. Praise the Lord. Kwa hivyo kitabu ambacho tumesoma katika Yohana 16 kuanzia mstari wa 8 kuelekea pale chini, Yesu ananena kwa wanafunzi wake, na anawaambia ya kwamba naye akisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hamuniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamunioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastamili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Bwana asifiwe. This is God the Father, God the Son, and God the Holy
Holy Spirit. Kwa hivyo nimesema tunataka tuongelee kuhusu huyu mtu wa tatu ambaye ni Mungu Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu ni nini? Bwana asifiwe. Tukisoma katika kitabu ambacho ni cha Waefeso 4:30 tunaambiwa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ambazo zinakuja kama upepo. Praise the Lord. Na hizi nguvu zinakuja zikiwa zimejawa na uwepo wake Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni nguvu ambazo zinakuja yaani wakati Yesu alikuja, alipokuwa akienda akasema nitawatumia msaidizi. Praise the Lord. In other words, ni kama msaidizi ambaye atakuongoza na kukuelekeza. Na vile neno limesema katika Yohana 16 ya kwamba huyu Roho atakuja kushawishi ulimwengu na kuonesha makosa yao. Huwezi tambua makosa yako pasipokuwa na Roho wa Bwana. Huwezi elewa ubaya wako pasipokuwa na Roho wa Bwana. Maana anasema atawaonesha dhambi zenu kwa sababu wanadamu hawamwamini. Huyu Roho atakuja waoneshe ya kwamba ijapokuwa huyu Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi zenu na mmekosa kumwamini, nitazidi kuwashawishi na kuwakumbusha ya kwamba alikuja na amekufa kwa ajili ya dhambi zenu. Bwana asifiwe. Huyu Roho kazi yake ni kukukumbusha na kukuonesha yale ambayo unahitaji kutenda ama yale ambayo yako ndani yako na umeyapuuza. Praise the Lord. Ninaendelea kusema ya kwamba it has to convict of the righteousness. Maana Yesu akasema yeye anaenda kwa Baba. Kwa hivyo anapoenda kwa Baba, alisema kwamba iweni watakatifu kama Baba yangu alivyonituma. Bwana asifiwe. Ya kwamba mimi ni mtakatifu kufuatana na Baba yangu aliyenituma. Kwa hivyo ninawaamuru pia muwe watakatifu. Na mpendo, huwezi kutafuta utakatifu pasipo kukuwa na Roho wa Bwana. Nimesema nini? Yesu alipokuwa anabatizwa, alikuwa ni yeye Mwana, yeye Baba, na ilibidi kuwe na Mungu Roho ambaye alimpa nguvu ya kutenda yale ambayo anatenda. Na nimesema Roho Mtakatifu ni nguvu ambazo ni za Roho, ambazo zinakujilia ili ukatende kazi ya Bwana, ili ukanene neno la Bwana. Wale katika Matendo ya Mitume, wale wanafunzi wake Yesu Kristo, walipokuwa wanahubiri Injili, walikuwa wanahubiri Injili na kutenda miujiza. Lakini tunaona mahali pale ya kwamba walikuwa wanatenda miujiza na kuhubiri, lakini idadi yao ilikuwa haiongezeki. Unaposoma katika Matendo ya Mitume 2, wakati Roho wa Bwana aliwajilia, Biblia inaniambia ya kwamba kulikuwa na tetemeko na kukawa na mambo ambayo yalitendeka na kukawa na ongezeko la idadi. Bwana asifiwe. Na ninakumbusha mwalimu wa leo alipokuwa anafundisha, nikasema mwalimu, you are now going to what we want to learn. Alisema ya kwamba you imitate Christ to increase the kingdom of God. Bwana asifiwe. Na nikawa ninapata funzo mahali pale ya kwamba increasing the kingdom of God sio tu kujaza watu kanisani, sio hesabu. Alitumia neno sio hesabu, bali alisema ni kuleta wale ambayo wataingia kwenye ufalme. Praise the Lord. Sio tu hesabu ati kanisa likuje lijae. Kanisa linajaa watu ambao hawatamuona Mungu. La, ni kwamba you increase the kingdom of God ukiwa umeongozwa na Roho wa Bwana ukamuone Yesu. Hiyo ndio maana ya kanisa. Sio tu kukuja kujaza kiti, sio tu kuleta ama kuonekana umeonekana, sio tu kukuja ili ukajaze mwanya. La, kuna sababu ya wewe kuingia. Praise the Lord. Kwa hivyo nikapewa changamoto sana na neno hilo, increasing the kingdom of God. Well, you know, when you're increasing the kingdom of God, aliuliza swali, na nakumbuka aliuliza tu, kuna tofauti
iliongezeka. Praise the Lord. So it is through the power of God. And the church ambayo imejawa na Roho wa Bwana ni kanisa ambalo litapanuka. Praise the Lord. Na kanisa sio hili jengo. Kanisa linaongea juu ya mimi na wewe. Maana Paulo alisema, je, hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalo lake Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo ukiwa hekalo lake, Roho wa Bwana akiwa amejaa ndani yako, basi kuna kupanuka. Praise the Lord. Na unapopanuka, yule mwingine anapanuka, kanisa litaongezeka. Bwana asifiwe. Na sio kuongezeka kwa hesabu, bali kuongezeka kwa ufalme. Praise the Lord. Amen. That is the work of the Holy Spirit. Anaendelea kusema ya kwamba it convicts us against the judgment that is upon us. Ya kwamba anatuambia yule ambaye ni mtawala wa ulimwengu huu ametawala. Bwana asifiwe. Na anasema akisha kuhukumiwa, basi ulimwengu umehukumiwa. Kwa hivyo Roho wa Bwana anatushawishi tutoke ndani ya hukumu. Na neno linasema walio ndani ya Kristo hawajahukumiwa tena. Ukisoma katika Warumi 8 inasema, basi hivyo hakuna kuhukumiwa kwa wale walio ndani ya Kristo Bwana. Praise the Lord. Kwa hivyo ukiwa ndani ya Kristo Bwana na Roho wa Bwana amekukalia, mpendwa, hakuna kuhukumiwa. Maana yule ambaye ndani yako anakutetea usiku na mchana, anasimama na wewe, anakuonya na kunyosha na anakuonesha mapito ya Bwana, hautahukumiwa kamwe. Praise the Lord. That is the work of the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? Bwana asifiwe. Amen. Kuna utatanishi. Wengine wanasema ni upepo unavuma, maana wakati wa Pentecost wanaambiwa tu upepo ulikuja. Wengine wanasema ni malaika. Wengine wanasema ni Mungu. Lakini Roho wa Bwana, Biblia inatuambia katika Yohana 15:26 ya kwamba yeye ni mtu. Bwana asifiwe. He is come in a form of a person. The Son is called the Word. And the Spirit, which is the breath of power, is a person in himself. Kwa hivyo anapoingia ndani yako, yeye ni mtu. Yeye ni mtu kivyake. Anapoingia ndani yako, ndiposa Biblia inatuambia ya kwamba kuna mvutano kati ya mtu wa nje na mtu wa ndani. Kwa hivyo Roho wa Bwana ni mtu ambaye anaingia na kukaa ndani yako. Lakini sio mtu wa kawaida kamwe. Ni mtu ambaye amejawa na nguvu za Mungu na amejawa na uwepo wa Mungu na amejawa na neno la Mungu. Praise the Lord. Kwa hivyo mtu huyo anapoingia ndani yako, kuna utofauti ndani yako. Bwana asifiwe. Ndiposa Biblia ikasema, behold, now you are a new creature. The old has gone and now the new is in you. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama wewe ni mpya, ya kale yametoka. Yule mtu alikuwa anakaa ndani yako wa kale ametoka. Yule aliye mpya ndani yako ndio huyo ambaye ni Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Kwa hivyo mpendwa, ukiwa uko kanisani na hauna Roho Mtakatifu, basi hauwezi ukaelewa neno la Mungu. Hauwezi ukaelewa kwa ufasaha Mungu anataka ufanye nini, unless you are controlled by the power of God, which is the Holy Spirit. Praise the Lord. Naambiwa ya kwamba huyu ni mtu, na kama ni mtu ana pumzi na ana nguvu. Kwa hivyo natuambia ya kwamba huyu Roho anatufanya kuwa watakatifu, na anapoleta ule utakatifu ndani yetu, basi anatuelekeza kutenda hali ya utakatifu mahali tunaishi. Praise the Lord. Kwa hivyo mahali unapokaa, ama mahali ambapo, ama vile unawaza na kunena, mpendwa, kama hauelekezi na Roho wa Bwana, basi utakuwa unaelekezwa na huyu ambaye ni wa ulimwengu. Na kumbuka tunaambiwa nini? Aliye wa ulimwengu tayari amefanyaje?
amehukumiwa, bali walio wa Kristo hawana hukumu, maana roho aliye ndani yao ni roho wa kweli wa kuelekeza kwenye kweli. Praise the Lord. We are learning about the Holy Spirit. Na tumesoma ya kwamba he is a person. When you read in John 15:26, tutaandika, kuna vitabu tutaandika, hatutasoma kwa sababu ya wakati. He shall speak of me. This is Jesus who is saying the Holy Spirit shall speak of him. John 16:7 inasema, I will send him unto you. This is a promise that Jesus promised the disciples, that I will send him unto you. Who is he? The Holy Spirit. So it is being confirmed that Roho wa Bwana is a person who is living. Praise the Lord. Ukisoma katika Yohana 16:14 inasema ya kwamba he shall glorify me. Who shall glorify Jesus? The Holy Spirit. Ukisoma katika Yohana 16:13 inasema ya kwamba he shall speak of himself. Who is he? The Holy Spirit. So we want to look, this Holy Spirit is a person, and this person, when he lives in you, then he shall speak of Christ in you. Bwana asifiwe. He shall glorify Christ in you. This is the Holy Spirit. And remember, when you said, my brother, my sister, I said we are peculiar people. We do this in a different form. Na sio kwa sababu sisi tunatenda, bali ni yule ambaye ameingizwa ndani yetu anatenda. Praise the Lord. Wakati Apostle Paul alipokuwa anahubiri, kuna mahali katika Matendo ya Mitume 19:2 aliwauliza wale waumini, je, mlipookoka mlimpokea Roho wa Mungu? Na wakajibu wakamwambia, hata huyo mtu hatumjui, hatumuelewi. Ndiposa Paulo akapata nguvu ya kuweza kuwaelezea huyu Roho Mtakatifu ni nani, huyu Roho wa Bwana ni nani. Na alipopata nguvu hizo za kuelezea, waliweza kuelewa na wakaweza kujazwa na nguvu za Bwana. Nimesema Roho wa Bwana ni nguvu za Bwana ambazo zinakupa mwelekeo katika usemi. Praise the Lord. Na Paulo aliposhiriki ujumbe huu, na vile nimesema Matendo ya Mitume, kwa baada ya wao kujazwa na nguvu, idadi ya waumini iliongezeka. Kabla ya hapo haikuongezeka. Miujiza zilikuwa zinatendeka, wanahubiri Injili, watu wanawafuata tu, lakini baada ya Roho wa Bwana kuajilia, idadi ikaongezeka. Na si ile idadi ya kukuja kuomba kiti, lakini ilikuwa idadi ya kwenda wapi? Mbinguni. Praise the Lord. Amen. This is the Holy Spirit. He is called God. Acts chapter 5:3-4. Yeye ni Mungu. Maana tukisoma katika kitabu hicho inatuambia hadithi ya Anania na Safira. Walipouza shamba lao wakaelewana, wacha twende tudanganye Petro ya kwamba hizi ndizo pesa tumepata. Maana ya kwamba Petro aliwauliza, ni nani amewadanganya ninyi ya kwamba shetani ameingia ndani ya mioyo yenu mkamdanganye Roho wa Mungu? Maana hawakuwa wanadanganya Petro, bali yule aliyekuwa ndani yao ndio walikuwa wanadanganya, ambaye ni Roho wa Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa pia huyu Roho Mtakatifu ni Mungu. Tumeelewa ya kwamba yeye ni nguvu za Mungu ambazo zinakujilia. Na tunaambiwa ya kwamba yeye ni mtu ambaye anakuja ndani yako. Hapa tunaambiwa tena yeye ni Mungu. So when he is God, he is one with the Son and the Father. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anapokuwa Mungu, Biblia inatuambia ya kwamba anapokuwa Mungu, basi lile lililo ndani yako lazima liwe nini? Neno lake Mwenyezi Mungu. Biblia inatuambia katika Mathayo 16:17, Yesu alipobatizwa, ule utatu ulianza kudhihirika. Ni kwa maana Yesu alikuwa mahali pale nimesema, na Roho Mtakatifu akakuja juu yake na Mungu akaongea. Kwa hivyo huo utatu unaenda nini? Kwa pamoja.
gani? Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ikiwa umeokoka, una neno lakini hauna Roho wa Bwana, basi mpendwa, una kitu ambacho unahitaji kutenda. Ndiposa inafika mahali unapotaka kuomba, you cannot pray. Why? Because you do not have that power. Ukiwa uko na hizo nguvu mpendwa, hauwezi ukapigana hata kwa maombi. Tunaposema we want to go before the Lord and pray, utaenda na furaha na nguvu, kwa sababu yule aliye ndani yako amekupatia tayari nini? Ile nguvu ya kuomba. Bwana asifiwe. When you have the Spirit of the Lord, you cannot go amiss. When you have the Spirit of the Lord, you cannot lie. When you have the Spirit of the Lord, you cannot fail to read the word of the Lord. Maana huyu Roho anazidi kukuchochea na kukumbusha, anakuambia, kumbuka ile neno unajua usiposoma, shetani ako tayari pale. Vile aliambia Anania, wale ambao walizika, vile aliambia mke wa Anania, wale ambao wamezika mume wako pale, wako pale mlangoni, wanafanyaje? Wanakungoja. And I'm very sure ule Roho alikuwa anashawishi Safira, usidanganye kama mume wako, lakini yeye kwa sababu ya kupuuza akadanganya. Na akafanyaje? Akapata miguu za mume wake. Lakini Roho wa Bwana anasimama kukukumbusha na kukuonesha lililo jema. Praise the Lord. The Holy Spirit of the Lord. Therefore, we all need the Holy Spirit of the Lord to guide us, to control us, to safeguard us, ili kwamba tusienende kando. Bwana asifiwe. When you have the right knowledge of the Holy Spirit, in everything that you do, you think and say, hauwezi ukanenda kando. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huyu Roho wa Bwana, he knows and searches the things of God. The other time last Sunday tulikuwa tunafundishwa ile batuan ya kwamba Daudi akasema, Mungu unichunguze na unitazame na uone mawazo yangu. Ni Mungu anachunguza ama ni Roho wa Bwana? Ni Roho wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pasipo Roho wa Bwana, who will search you? You need the Spirit of the Lord to search you. Unahitaji Roho wa Bwana akaelewe kile ambacho unajua Biblia inatuambia katika Yeremia, moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Na moyo wako ukiwa ni mdanganyifu, kuna mambo ambayo unaona uko sawa sawa, lakini mbele za Bwana kuna kasoro. Kazi ya Roho Mtakatifu atakuonesha ya kwamba hili neno mpendwa hauko sawa. Na kwa hivyo kwa vile hauko sawa, omba toba mbele za Baba ili ukaenende sambamba na neno la Mungu. That is the work of the Holy Spirit. Ya kwamba he searches our mind, our thinking, our talking, na anaturekebisha. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kupata hiyo katika Wakorintho wa kwanza 2:10 hadi 11. Ukisoma katika Warumi 8:27 inatuambia ya kwamba he has a mind. Kwa hivyo when he is in your mind, he knows what you are thinking. Praise the Lord. Ukisoma pia katika Wakorintho 2:13 inatuambia ya kwamba he teaches men. The Holy Spirit teaches men. Therefore, if you don't have the Holy Spirit, you have nobody to teach you. Because when you are alone, you need somebody to teach you. Like now we are in the church. Your pastor can teach you. Your administrator, the leaders can teach you. Your brother can teach you. Lakini wakati uko peke yako mpendwa, mawazo yako yanaweza kuenenda vingine. Unahitaji Roho wa Bwana akuwazie. Unahitaji Roho wa Bwana akufundishe na akuelekeze. Praise the Lord. Ndiposa huwa tunaulizwa swali, when you are alone, what do you normally do? When you are alone, you need the Holy Spirit to be with you, so that usikanyage kando. Unapoona mpendwa akiwa peke yake anafanya vyake, akiwa peke yake anaona wacha nionje kidogo, that person is minus the Holy Spirit. Unapoona mtu anasema ya kwamba wacha leo niende
niende kwa club, niende ni dance kidogo, wacha leo nidanganye kidogo, wacha leo, haya mambo ambayo ni ya kimwili. Unapotenda, know that you are minus the Holy Spirit. Therefore, wokovu wako hauko complete. Unajidanganya mpendwa, tuambiane ukweli. Kama wewe hauna Roho wa Bwana, hauwezi ukatenda sawa sawa na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakuna ufalme unaenda, hakuna mbingu unaenda, kwa sababu Roho wa Bwana tumeambiwa ndiye atakuja atusaidie, atuelekeze na atuongoze. Mungu anatenda kwa utatu. Nimesema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Kwa hivyo, if you miss one of the three, hakuna mahali unaenda. You need to search yourself. Lazima utafute uwe na wangapi. Because God the Father will guide you and lead you. God the Son, who is the Word, will teach you, will show you what to do and not what to do. But God the Holy Spirit will give you the power, the ability, the energy to resist the devil, to resist what is bad, and to do what is good. Bwana asifiwe. That is the work of the Holy Spirit. Kwa hivyo tunaona ya kwamba sote tunahitaji kuwa na Roho wa Bwana ili tukaweze kupiga vita hivi ambavyo ni vya kiroho na tuvishinde jinsi Paulo walivyoshinda. Maana Paulo hawakwenda, nimekwambia unapoenda pasipo Roho wa Bwana, basi unaenda na akili zako. Ndio kuna neno utalisoma, ndio kuna Mungu atakulinda, lakini hakuna yule ambaye anatia nguvu katika neno hili ili ulielewe katika roho. Niposa utaenenda na akili zako, na fikira zako, na mawazo yako, na usemi wako, mwishowe unajikuta ya kwamba you are nobody. Unapata tu sifa za wanadamu, unapata tu kusifiwa na wanadamu, lakini Mungu anapokutazama anaona ya kwamba huyu sio wangu. Biblia imesema tayari kuna hukumu. Simesema pale katika Yohana hiyo ambayo tumesoma. Nimesema tayari pale ulimwengu huu umekwisha kuhukumiwa. Na kwa sababu ulimwengu umekwisha kuhukumiwa, ni Roho wa Bwana ndio atakuonesha utoke ndani ya hukumu hiyo. Yes, the word is there. Jesus came, he died on the cross, he suffered and all that, and he went. Lakini alisema ya kwamba ndiposa mkamilike, ninaenda na nitawawachia msaidizi. Kwa hivyo usipokuwa na huyo msaidizi mpendwa, nimekuambia you are walking your salvation amiss. Lazima muwe mmekamilika, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Nimesema he is called God. Na nimekaongea ya kwamba he searches the mind of people. He searches our hearts. And then he teaches us. That is the work of the Holy Spirit. And then number 2, he has emotions. Roho wa Bwana ana hisia kama watu wengine. Nimesema ya kwamba yeye ni mtu. Kwa hivyo akiwa na hisia, pia anaweza kuwa grieved, anaweza kudhihakiwa, anaweza kusikia uchungu, anaweza kuwa na wivu, anaweza kuwa na hasira. Ndiposa katika Wagalatia tunapoambiwa ya kwamba tuzae matunda ambayo ni ya toba, tuzae matunda ambayo ni ya Roho, ambayo ni ya upendo, utu wema, utimilivu na hayo yote ambayo yanaambatana na hayo, ni kwamba tunapoenda kuzaa matunda ambayo ni ya kimwili, tamaa ya mwili, chuki, ugomvi na dharau, Roho wa Bwana aliye ndani yako anatoka polepole. Kwa sababu Biblia inatuambia ako na hisia, pia yeye anafeel. Kwa hivyo unapompatia uchafu asiyopenda, anatoka polepole. Kwa hivyo waweza kuwa Mkristo ambaye umeokoka, umebatizwa na ukajazwa na Roho wa Bwana, pale katikati ukaingiza mambo ambayo yanamchukiza Roho wa Bwana. Nimesema anahisia na polepole atatoka, na anapotoka anakuacha ukiwa
Spirit of the Lord imefanyaje? Imekuacha. Ana hisia. Kwa hivyo akiwa na hisia anapigana na mwili na akiwa ndani. Kwa hivyo mambo ambayo unatenda ambayo hayampendezi atatoka polepole na akuache, ana hisia. Kwa hivyo Roho wa Bwana pia anahitajika akiwa ndani yako kulindwa katika hali iliyo sambamba na neno la Mungu. Roho wa Bwana hataki kudhulumiwa. Roho wa Bwana hataki kukasirishwa. Roho wa Bwana hataki kutukanwa. Kwa hivyo unapotukana, unamtukana Roho wa Bwana aliyo ndani yako. Unaposengenya, unamsengenya Roho wa Bwana aliyo ndani yako. Unapofanya mambo haya yote, jua ya kwamba Roho wa Bwana aliyo ndani yako anachukizwa, na kile atafanya hata kupiga atatoka pole pole. Na nikasoma mahali katika nadhani ni Zakaria, nitawamia hicho kitabu, nikaniambia ya kwamba wakati Roho wa Bwana anatoka, Zakaria 4:6. Zakaria 4:6 inasema it is not by power nor by might, but iko katika Isaya inatuambia ya kwamba wakati Roho wa Bwana anakasirika akitoka ndani yako, yeye huenda na anakupiga vita. Bwana asifiwe. Amen. Nitawapatia kitabu hicho. I've read and imepotea tu, but it is telling me that when the Spirit of the Lord is grieved na atoke ndani yako, yeye huenda na anafanyaje? Anakupiga vita. Anakupiga vita njia gani? You've known the truth has set you free, na umeamua kudharau huo ukweli. Kwa hivyo atakupiga tu na huo ukweli. Utapigwa, unasema ya kwamba nimejaribiwa, but ni wewe mwenyewe umefanyaje? Umejiletea mapigo. Praise the Lord. Wakati anakupiga, he leaves you. We are talking about the power of the Holy Spirit. Kwa hivyo, what is the work of the Holy Spirit? He teaches, number 1. Tunajifunza. Kwa hivyo kama una kalamu na karatasi unaweza kuandika. The Holy Spirit teaches, John 14:26. The Holy Spirit witnesses, John 15:26. He convicts, John 16:7-8. He regenerates, John 3:5-7. He directs and commands, Acts 8:29. He performs miracles, Acts chapter 8:39. He calls and sends forth, Acts chapter 13:2. He intercedes, Romans 8:26. He guides, Romans 8:14. Bwana asifiwe. Haya ndiyo mambo ambayo Roho Mtakatifu anatenda katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapoambiwa ya kwamba Roho wa Bwana anakufundisha ili ukakatae mabaya na utende mema. He comes and convicts you ndani ya Roho. Kama kuna jambo mbaya ambalo ulikuwa unaenda kutenda, Roho Bwana atakukataza na usitende kwa sababu ni mbaya. Atakwambia kama kuna wakati Daudi alipokuwa ameamua ya kwamba aende amue mume wake Abigaili. Najua Roho wa Bwana alipitia kwa Abigaili akamwambia hapana, go and stop this man that he should not kill. So the power of the Holy Spirit is to stop you from doing what is wrong, na akuelekeze kutenda kilicho chema. Wakati Balaam alikuwa ameambiwa aende awalani wana wa Israeli, Roho wa Bwana akapitia kwa punda ili kwamba punda muongeleshe, akamwambia la, usiende kuwalani bali ufanyeje? Uwabariki, maana hilo ni taifa teule ambalo halihitaji kulaniwa bali linahitaji kubarikiwa. Kwa hivyo Roho wa Bwana anakukataza kutenda baya na anakuelekeza kutenda lililo chema. That is the work of the Holy Spirit. When you are filled, when you are empowered by the Holy Spirit, hautakuwa mtu wa kutenda mabaya. Hautakuwa mtu wa kuweza kuwafanya wenzako wakajikwaa. Maana Mungu Roho Bwana atakwambia la, unapotenda hili utafanya ndugu yako ama dada yako ajikwae, na hiyo ni nini? Ni mbaya. Kwa hivyo Roho anakuelekeza, anakuambia mtendee hivi na utaweza kufaulu. Praise the Lord.
work of the Holy Spirit. Nimesema ya kwamba he teaches, he guides, he convicts, he regenerates, ana direct. Na hizo vitabu mpendwa, enda usome. Unaposoma utaelewa kazi ya Roho Mtakatifu ni nini. He performs miracles. That is the work of the Holy Spirit. And then again, he has the will to distribute gifts. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Mpendwa, hivi vipawa ambavyo tunapewa ni kupitia kwa Roho Mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo unapokuwa na Roho wa Bwana, ataweza kukupatia kipawa. Na unapotumia kipawa hicho, unatumiwa ukiwa una nguvu zake Roho wa Bwana. Pasipo Roho wa Bwana mpendwa, you cannot tell me that you will sing without the power of the Holy Spirit, and the song will bless people. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unaimba na labda ndani yako haupendi wenzako, haujajazwa na Roho wa Bwana. Maana tumeambiwa Roho wa Bwana anagawa vipawa hivi. Kwa hivyo anagawa kipawa cha unabii. Na akikupa kipawa cha unabii, anakupa hekima ya kueleza unabii huo. Praise the Lord. Anapopeana kipawa cha ufundishaji, anakupa hekima ya kufundisha. Sio kufundisha ya kuvunja na kuanguka, bali kufundisha ya kuinua na kuendeleza. Praise the Lord. Anapokupa kipawa cha kusifu, anakupa kipawa cha kuleta uwepo wa Mungu na sio kupeleka uwepo wa Mungu mbali. That is the work of the Holy Spirit. Ya kwamba he teaches, he regenerates, and that he has a will of distributing what? Gifts. So when you are under the influence of the Holy Spirit, kumbuka ya kwamba you will do the will of the Lord. Yesu alipokuwa chini ya influence wa Roho Mtakatifu, alitenda kazi ya Mungu pasipo kubagua. Aliwaponya viwete, aliwaponya vipofu, wakaona. Na kumbuka kuna kijana alikuwa amepagawa na mapepo. Wanafunzi wa Yesu wakaenda kuomba ili kwamba wamuombee. Ilifika mahali wameomba na pepo halitoki. Lakini wakati Yesu alikuja, alifanyaje? Alicommand. He was already with the power of the Holy Spirit. The pepo likamtii na ule kijana akapona. Wanafunzi wake wakamwelekea kwenye siri. Wakamuuliza, mbona sisi tumeomba usiku, tumeomba, tumekemea, lakini Yesu akawaambia mambo mengine hayatendeki tu pasipo kufunga na kuomba. Na hauwezi ukafunga na kuomba kama haujaelekezwa na Roho wa Bwana. Praise the Lord. You can still pray and fast, but without the Spirit of the Lord, there is no impact. That is why mtu anasema nimefunga a whole month, Mungu hanisikii. But jua ya kwamba unafunga kwa fikira zako, unaomba kwa mawazo yako, bali hauelekezwi na Roho wa Bwana. Let the Spirit of the Lord dwell in you, guide you, control you, and for sure utatenda mambo makuu usio yaona. Nimesema wale wanafunzi wa Yesu Kristo katika Matendo ya Mitume walipokuwa pale wakimngojea Bwana katika maombi, na Roho wa Bwana akakuja juu yao, ndipo mlipuko uliweza kuonekana, na ndipo hesabu ya ufalme ikafanyeje? Ikaongezeka. Kwa hivyo utaongezeka tu, utakuwa mpendwa, utakuwa kijana wa mfalme ikiwa umejazwa na Roho wa Bwana. The personality of the Holy Spirit. The personality of the Holy Spirit. He's intellectual. He knows and searches the things of God. 2, he has emotions. He can be grieved, he can be provoked, he can be insulted, he can be abused. Na anapotendewa mambo hayo, Roho wa Bwana ukasirika. 3, nimesema he has that will. He gives the gifts of the Holy Spirit according to his will.
Unaweza kutamani kuimba, lakini kama Roho Bwana ako ndani yako na anajua kipawa chako, hata kupa uimbaji, but he give you another spirit which he knows that you are going to do it well. Pengine amekupa kipawa cha uombezi. Mpendwa, obey the will of the Holy Spirit and move in that area. Do not be provoked, and do not provoke the Holy Spirit by desiring another person's gift. Kwa hivyo Roho wa Bwana atakuelekeza, atakuongoza jinsi unavyostahili kutenda. Praise the Lord. Kwa hivyo when you lie to the Holy Spirit, remember I've talked about Anania and Sapphira. He's provoked, anakasirika na anatoka ndani yako. Wakati una resist Roho wa Bwana, unamkataa, kumbuka ya kwamba nimesema haujakamilika. Maana Mungu aliye ndani yetu, Mungu Baba, Mungu Mwana, anahitaji kuwa na Mungu Roho ili ukaweze kukamilika. Na ndiposa ukaweze kuona ufalme, lazima Roho wa Bwana awe amekuongoza. Huyu msaidizi ambaye Yesu aliweza kutuahidi, ndiye atakaye kuja kutufundisha, kutuonya, kuturekebisha na kutuelekeza kwenye njia ya Baba. Kwa hivyo nimesema nini? Without the power of the Holy Spirit, unaweza kuingia kanisani, utoke na uombe usiku na mchana, bali maombi yako hayaendi mahali. You must be controlled by the Holy Spirit. The Bible says so. He is a helper. Without that helper, you are not complete with the Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaposoma katika Yohana 14:25, hayo ndivyo naliwaambia wakati nalipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba amempeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana asifiwe. Tumeambiwa ya kwamba Roho wa Bwana atatufundisha na kutukumbusha yale maneno ambayo Yesu aliweza kutuambia. Kwa hivyo kumbuka ya kwamba unaweza kuwa unasoma Biblia pasipo kuoneshwa na kufundishwa na Roho Mtakatifu, hauwezi ukaelewa Biblia inasema nini. Niposa unasikia mpendwa anakuambia, sielewi hii Biblia, nimesoma lakini sielewi. Ni kwa nini? Amekosa huyu mtu wa kumsaidia. Praise the Lord. Therefore church, you need the power of the Holy Spirit to move with you, ili akukumbushe na akufundishe vile neno linavyosema katika Biblia. Na ukiwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, mpendwa, utasimama na ulihubiri neno na ujasiri, kama vile Paulo alisimama na kufundisha. Akasema ya kwamba mimi nimepewa neno hili, ya kwamba ninahubiri Kristo aliyekufa akasulubiwa, na alipokuja mkamkataa. Huyu Kristo ambaye ninahubiri ndiye ambaye ninawaambia siku ya leo. Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu anampa Paulo ujasiri, anampa Petero ujasiri, na huyo Roho Mtakatifu ndio ambao kanisa linahitaji sasa. Praise the Lord. The church without the Holy Spirit, it is a church without directions. Kanisa ambalo halina mwelekeo. Maana tumeambiwa Roho Mtakatifu anatuelekeza, anatudirect na anatucommand. Praise the Lord. Kwa hivyo when you do not have a command of the Holy Spirit, then you do not have the power of God. You do not know the word of God. Kwa hivyo tunahitaji Roho Mtakatifu ili kwamba akatufundishe, akaturekebishe, akatuonye, asimame pamoja nasi. Na ndio wakati inaposema ya kwamba yeye ni muombezi, anatuombea mbele za Baba. Wakati hauna uwezo, wakati hauna nguvu, hauna ufahamu utaomba nini, Roho Bwana aliye ndani yako anakuja, na unapoita uwepo wa Bwana anakuombea. Biblia inatuambia he groans for us in that spirit.
before the Father. Anatulilia katika roho mbele za Baba. Kwa hivyo atakulilia na kutaja yale maneno ambayo haujatambua ndani yako. Nimesema nini? Roho Bwana searches in your heart, in your mind, in your thinking. What you don't know, he reveals to you. Kwa hivyo hata kuambia kwa usemi, lakini atareveal mbele za Baba. Na anapokuombea, anakuombea hata msamaha kwa yale mambo ambayo haujayajua ndani ya moyo wako. Praise the Lord. Ndiposa Daudi akasema, search me, Lord. When he says, search me, O God, it is the work of the Holy Spirit to search deep in his heart. Daudi alijua na fikira zake, he cannot search himself. Alijua ya kwamba hata akiambia pastor wake unichunguze, pastor hatajua ile ya siri iliyo ndani yake. Lakini alipomwachia Roho wa Bwana amchunguze, ndiposa Mungu alileta ukombozi. Ndiposa Mungu akaweza kumwinua Daudi. Ndiposa Mungu anasema David was a man after my own heart. Bwana asifiwe. Unapokaa ndani ya Bwana na Roho wa Bwana akae ndani yako, mpendwa, atakuelekeza, atakuonesha njia, atakufundisha, atakurekebisha, atakuonya. Ukiwa peke yako, anakukumbusha unajua nini unahitaji kuomba. That is the work of the Holy Spirit. Ukiwa umesahau, anakukumbusha ya kwamba hey, it is time to pray. Ukiwa umesahau kusoma neno, pengine siku imeenda kama hujasoma, the Spirit comes in and tells you, neno ndio chakula cha uzima. Na utajikuta unaenda nini? Kusoma neno. The work of the Holy Spirit. Ninasema nini mpendwa? If you don't have the power of the Holy Spirit in you, hautakuwa unatekeleza mapenzi yake Baba. Ni kwa sababu huyu Roho ndiye atakaye kuelekeza, ndiye atakaye kuongoza, ndiye atakaye kufundisha, ndiye atakaye kuonya. Wakati mwingine tunangojea ati mchungaji wetu akuje atuonye. But when you have the power of the Spirit, itakuonya hata kabla mtumishi wa Mungu hajakuonya. Bwana asifiwe. Na utajikutambua na kuenda kwenye ukuta na kumwomba Mungu. Hata unapokuja kanisani, hakutakuwa na mambo mazito. Kanisa halitaanza kusumbukana kuanza kukuombea ukombozi. Praise the Lord. Because the power of the Holy Spirit is upon you. Umeweza kujichunguza, imeweza kung'oa ile iliyo ndani yako, imeweza kukuonya na kukurekebisha, imeweza kukuombea mbele za Baba msamaha, na kwamba unakuwa mtu ambaye amekubalika mbele zake Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. I'm talking about the Holy Spirit. And when it comes to the Holy Spirit, many churches do not want to hear about that. They don't want to hear about the Holy Spirit because wanasema inafanya watu wanakaa walevi. It is better ulewe ndani ya Roho kuliko kulewa ndani ya dini. Bwana asifiwe. Nimesema it is better kulewa ndani ya Roho kuliko kulewa ndani ya dini. Maana mafundisho ya dini ni dhahiri, wanaenenda kulingana na sheria za Musa. Lakini mafundisho ya Roho wa Bwana inaenenda kulingana na sheria zake Yesu Kristo. Kwa hivyo, the Spirit of God will teach you the laws of Christ. Wakati anasema sheria zangu usiandike ndani ya moyo wangu, hauwezi ukakumbuka zote, lakini Roho Bwana akiwa ndani yako atazidi kukukumbusha na kukukumbusha na kukukumbusha mpaka unapata umezishika. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu alipobatizwa, Mungu alijua ya kwamba hawezi akakamilika pasipo nguvu zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hizi nguvu ambazo ziliza Mungu, ambazo ziko ndani ya Roho Mtakatifu, zilimjilia Yesu na akaenda na ujasiri. Alitembea akihubiri, akatembea akitenda miujiza. Mpendwa, ndiposa ukaweze kukamilika na kuambia ya kwamba ni heri kama hauna Roho wa Bwana ungepeleleza ndani ya moyo wako
Waambie Bwana, nahitaji msaidizi huyu. Maana huyu msaidizi, hata mambo yanapokuwa magumu upande wako, huyu msaidizi anakuja na anakunong'onezea kwa siri, anakuambia usijali, jipe moyo, maana mtetezi wako yu hai. Bwana asifiwe. Hautangoja mpaka ukutane na mpendwa akupe neno la encouragement la. The Holy Spirit will start preaching to you. Ataanza kukuambia jipe moyo, ataanza kukupatia maneno ya kukuhimiza, ataanza kukupatia maneno ya kukupatia tumaini. Bwana asifiwe. The Holy Spirit. Kwa hivyo ni vyema kama unajua ya kwamba you do not have the power of the Holy Spirit, you ask God. The way David said, "Touch me, Lord, and come down to my rescue." Ya kwamba Mungu akakuchunguze na kwamba akakujaze na nguvu hizo, ili ukiwa peke yako unaweza kustahimili majaribu. Ukiwa mahali ambapo ni pagumu, hawa vijana Meshach, Shadrach na Abednego walikuwa wamejazwa nguvu za Bwana. Ndiposa walisema, liwalo lisiwe, hatutashuhudia yule bali tutashuhudia Mungu wetu aliyo hai. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu inakupa ujasiri wa kusimama na kusema, I will defend the gospel. Mahali nipo, hali iwe ngumu namna gani, mambo yawe namna gani, hata familia imekukataa, nguvu za Bwana, Roho aliyo ndani yako anakupa ujasiri, na anapokupa ujasiri, jua ushindi uko mbele yako. Tusimame. Ninapoleta mchungaji akakuje atuombe.